Hivi inawezekana kwa mfano ukachukua simu yako ukasema unapiga simu usalama wa taifa na kusema ya kwamba mimi naipigia TIS, Tanzania Intelligence and Security Service, kwamba hey, hello, mimi naitwa Snash, ni content creator, naomba nafasi ya kuja katika academy yenu kuweza kujiunga hapo kwa ajili tu ya kushoot content, kuonyesha jinsi gani ambavyo mna operate kuanzia hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka katika ile hatua ya kuweza kumlinda rais. Yani nikapata ile content full jinsi ambavyo mnafanya kazi. Tanzania hiki ni kitu ambacho hakiwezekani. Sidhani kama itakuwa ni rahisi sana. Lakini nimeshindwa kuelewa kwa wenzetu imewezekana vipi? Kwa sababu yupo content creator kutoka Marekani anaitwa Michelle Kerr, ambaye huyu bwana yeye aliweza kufanya kazi na Secret Service kwa ajili tu ya kutengeneza content. Karibu sana, mimi naitwa Snash. Bwana, nimefuatilia hii video kwa ukaribu sana na kitu ambacho nimerealize kwa nchi yoyote ile si rahisi sana kupiga simu usalama wa taifa na kusema eti mimi naomba kufanya content na nyinyi wakakukubalia. Hata kwa yeye Michelle ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu ilimchukua miezi 7 kujaribu kuwapigia simu, kutuma email kwa Secret Service lakini hawakumjibu. Kilichomsaidia, aliwahi kufanya video na FBI nyuma. Kwa hiyo moja kati ya mtu ambaye alikuwa na content yake ambaye ni FBI alimpigia na kumwambia bwana, na shida 1 2 3. Yule jamaa akamsaidia, na baada ya masaa 24 walichofanya ni kupokea SMS katika email ambayo ni encrypted kwamba wameruhusiwa. Kwa hiyo safari ilitoka pale mpaka katika academy ya Secret Service kuweza kupata hicho ambacho anakihitaji. Na sababu kubwa ya Michelle kufika katika academy ya Secret Service haikuwa tu kwa sababu anataka kushoot content. Of course kuna swali ambalo walikuwa wanataka sana kujibiwa. Wale wanasema ni Secret Service. Je, kitu ambacho walikuwa wanatamani kuuliza ni kwamba ile secret ama siri ni siri gani ambayo wanaificha pale. Lakini pia ni kupata ile training jinsi gani ambavyo wanafanya kazi. Of course mimi nimependa sana jinsi ambavyo amempa ushirikiano. Ilikuwa ni training ya siku 4 ambapo alipitishwa katika hatua mbalimbali. Kwanza alipitishwa katika hatua ya kwanza jinsi gani ambavyo watu wanamlinda rais katika sehemu za kadamnasi ya watu, labda ameshuka anasalimia inakuaje. Na moja kati ya kitu ambacho mimi mwenyewe nimejifunza ni baada ya kusikiliza na kugundua kwamba wanasema kazi ya kumlinda rais ni moja kati ya kazi rahisi sana. Sisi tunadhani labda ni kazi ngumu kwa sababu kuna kujitolea kufa nini, lakini sehemu ambayo ni rahisi sana katika ile kazi ni sehemu moja tu. Ukiwa unamlinda rais, kama anakuja adui, of course kwa 100% yule adui anakuwa wala hakutarget wewe, target yake inakuwa moja kwa moja kwa rais. Kwa hiyo hata kama anataka ataki, hawezi kukuataki wewe, ataenda kumwataki rais. Yani hapo ndo ambapo unapata uafadhali. Ni moja kati ya video ambayo ukiangalia utajifunza vitu vingi sana. Alifundishwa jinsi ya kuweza kumlinda rais katika sehemu yenye watu wengi, lakini pia ikitokea labda mtu amevamia White House ndani, ameruka ukuta, ameingia ndani, jinsi gani kuweza kumwataki. Lakini pia katika water survival, unapambana na mtu kwenye maji na ikitokea labda helikopta imeangukia katika maji, jinsi ya kuweza kutoka na kuweza kuhakikisha kwamba rais anakuwa salama. Na sehemu nyingine ya mafundisho ambayo mimi binafsi mwenyewe nimeipenda sana ni wakati anafundishwa jinsi ya kuendesha zile gari. Yani ikitokea unaendesha gari msafara wa rais, kutaka kugeuza ghafla inakuaje? Kwanza aliuliza, naweza nikaendesha gari hii? Akaambiwa hapana, wewe utaendesha armored Suburban. Alipewa Chevrolet Suburban ambayo ni armored kabisa, jinsi ya kuweza kuendesha. Ikitokea labda kuna mtu ameblock mbele na gari yake, jinsi ya kuweza kumgonga. Nimependa jinsi ambavyo wamempokea, lakini pia wakamuonyesha kila kitu kiuhalisia kabisa. Yani walimpa trainee kama ni mtu ambaye anaenda kutengenezwa kuwa ni Secret Service. Hiki ni kitu kizuri sana ambacho kwa wenzetu wamekifanya. Though kupata nafasi ya kwenda ilikuwa ngumu, lakini walimpa nafasi kabisa ya kumwonyesha kila kitu, magari nini, na mpaka katika sehemu ya kupiga bastola aliweza kupelekwa katika sehemu ya kupiga bastola, kujifunza kushika guns, kupigana. Hivyo ni moja kati ya kitu kimoja kizuri sana. Na mwisho kabisa wakampa test ambayo walimpa ni walitengeneza kama vile rais ameenda sehemu kuna watu kabisa, na yeye akatakiwa yale mafunzo aliyojifunza ndani ya siku 4 kuhakikisha kwamba wanaya-apply pale ili kupata kitu ambacho kimekamilika. Lengo halikuwa tu kumuonyesha kwamba tunafanya 1 2 3. Je, tumefanya 1 2 3 vimekuingia na unaweza? Ni moja kati ya content ambayo nimeangalia nikasema hiki ni kitu kizuri sana. Sasa nikafikiria kama naamua kufanya content ya design hii kibongo bongo, naweza nikapiga simu, ninyanyue simu kwa nani? Bana, eti nahitaji kufanya content na academy ya TIS ili kuonyesha kitu ambacho wanakifanya katika maisha yao ya kawaida. Sidhani, labda inawezekana simu ikaita. Asante sana kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Snash.